أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحي القيوم القاهر فوق عباده الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا الذي أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفه مصابيح وسراجا لا يخبأ توكله وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا لا يضيق نهجه والشعاء لا يبلغ ضوءه وفرقانا لا يخرج برهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآله. إخوة الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله. معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu pamoja na kizazi chake kitoharifu, leo kwa kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuko katika eneo kama hili ambalo ni eneo tukufu kwa ajili ya kuweza kukumbushana yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutuafikia inshallah. Leo ikiwa tuko katika tarehe 16 ya mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi ambao kwamba unafungamanishwa na mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa jioni ya leo
tutakuwa tunaingia tarehe 17 ambayo ndio rasmi kwa mujibu wa madhhabu ya Ahlul Bait inakuwa ni mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yale ambayo kwamba tungependa kuweza kukumbushana, ningependa tuangalie kabla ya kuja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hali ilikuwa vipi ama jamii ilikuwa inaishi namna gani? Kisha baadaye nafasi ikipatikana nzuri, tunaweza kuangalia baada ya kuja mtume wetu Muhammad ama baada ya kuja Uislamu ama kuzaliwa kwa Uislamu, hali imekuwa vipi na nyakati hizi ambazo kwamba tunaishi hali iko namna gani? Ni mada ambayo kwamba ni ndefu kiasi, lakini kadri muda utakavyoturuhusu basi tutakuwa ni wenye kukumbushana, na kama tutafanikiwa kumaliza inshallah, huenda jioni inshallah tunaweza kuangalia sehemu ambayo itakuwa imebakia inshallah. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad manna Allahu ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha waumini pindi alipowatumia mtume kutokamana na wao, yatlu alaihim ayati, wa mtume akiwasomea aya zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yuzakihim, na akiwatakasa nafsi zao hawa waumini, wa yuallimuhum kitaba wal hikma, huku akiwafunza kitabu cha Mwenyezi Mungu, mambo ambayo kwamba yametoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akiwafunza jambo la hikma, kwa kuwa kila mmoja atakiwa awe anaendesha mambo yake katika njia ya hikma. Wa in kanu qablu la fi dhalalin mubin, wakati ambao kwamba walikuwa kabla ya hapo walikuwa katika upotovu ulio dhahiri, upotovu ulio wazi. Kwa hiyo hapa ndipo tunaweza tukasimamia na kuweza kuangalia upotovu huu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anautaja hapa katika Suratul Imran aya 164. Hivi watu walikuwa wanaishi namna gani? Kusema kisha tutaangalia watu wanaishi namna gani leo hii. Anasema wa kanu min qablu la fi dhalalin mubin, wakati ambapo kwamba watu walikuwa katika upotovu wa kupindukia, walikuwa katika hali ambayo kwamba si ya kuridhisha,
walikuwa katika njia ambayo kwamba imepinda. Hiyo ni kabla ya mtume wetu kuja, kabla ya kuzaliwa mtume wetu na kabla ya kusimama daula ya Kiislamu. Imamu Ali salawatullahi wasalamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad, anatusifia ama anatuelezea, anajaribu kufafanua Imamu Ali alayhi salam vile hali ilivyokuwa kabla ya kuja mtume, ama watu walikuwa wanaishi katika hali gani. Anasema Imamu Ali katika Nahjul Balagh, katika hotuba yake ya 26, anasema inna Allah subhanahu ba'atha Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimtuma mtume wake Muhammad, rehma na amani iwe juu yake pamoja na kizazi chake, nadhiran lilalamin, ili awe ni mwonyaji wa ulimwengu mzima. Yani hakuna sehemu ambayo kwamba ilifaa ujumbe wa mtume ufike na sehemu nyingine usio lenye kufika. Yeye ni rahmatun lilalamin. Ujumbe ambao kwamba alikuja nao ya uonyaji ilikuwa ni lilalamin, ilikuwa ni ulimwengu mzima. Wa aminan ala tanzili, na huyu mtume alikuwa ni mwaminifu kwa kile ambacho kwamba alipawa, kwa ile amana ambayo kwamba alipewa, akawa ni mwaminifu katika hali ya kuifikisha hiyo amana namna ilivyo. Yani mtume hakuwa ni mwenye kuzembea wala hakuwa ni mwenye kuchoka, badala yake alikuwa ni mwaminifu katika hali ya kuifikisha ujumbe huu, katika hali ya kufikisha hii amana. Anasema wa antum ma'ashar al-arab ala shirri dini, na nyinyi kikundi cha Waarabu mlikuwa katika shirri dini, mlikuwa katika dini ambayo kwamba ni mbaya, mlikuwa na mawazo ambayo kwamba ni mbaya. Kwa sababu tunasema dini ni mawazo, dini ni matendo, dini ni mwelekeo. Kwa hivyo walikuwa katika mwelekeo ambao ni mbaya, walikuwa na mawazo ambayo kwamba ni mabaya, walikuwa kwenye mwenendo ambao kwamba ni mbaya. Wa antum ma'ashar al-arab ala shirri dini, walikuwa kwenye hali ambayo kwamba sio ya kupendeza, hali ambayo kwamba ilikuwa ni mbaya sana. Anasema munihuna baina hijaratin khushadi, huku mkiwa mmewelekea yale masanamu ambayo kwamba mmeyachonganyie. Kuna yale masanamu ambayo kwamba yalikuwa yamewekwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Kaaba, wao waliyachonga yale masanamu, waliyachonga kwa mawe, waliyachonga kwa mbao na baadhi ya vitu vingine ambavyo kwamba waliweza kuyachonga yale masanamu. Wanasema idadi yake ikawa ni 360, wameyajaza katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Imamu Ali alayhi salam, wa hayati nusuri, na mlikuwa katika maisha ya kutosikia wala kutoona. Yani yale ambayo kwamba wanaambiwa pengine vitabu vilivyotangulia walikuwa hawayasikii, na mifano ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amewapatia walikuwa hawayaoni. Hayati nusuri, maisha ya ububu, maisha ya kutoweza kuongea, maisha ya kutoweza kusikia wala ya kutoweza kuona. Wakati ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumuumba mwanadamu anasema waja'alnahu samian basira, huyu mwanadamu kupitia kwa kuona na
kupitia kwa kusikia anaweza akawa ni mwenye kuzinduka na kufikia katika ngazi ambayo kwamba ni ngazi ya juu, ambayo kwamba ngazi hii inaweza kushinda hata malaika. Ni mwanadamu, Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudusi, ikiwa utanitukuza na kunifanyia ibada sawasawa, unaweza kuwa na uwezo na nguvu kushinda hata malaika. Unaweza ukaambia jambo liwe nalo likawa, ikiwa utanisikiliza kwa masikio yako vizuri, na ikiwa utaangalia mifano katika ulimwengu yale ambayo kwamba nimeyaweka katika ulimwengu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amaw wa summu thumma taba Allahu alayhim thumma amma wa summu kathirun minhum. Kabla ya kuja Mtume Muhammad, kabla ya kuzaliwa Uislamu, watu walikuwa hawasikii wala hawaoni, maisha yao walikuwa wanayapeleka hivi hivi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomtuma mtume wake, wakafanya tauba. Wale ambao kwamba waliweza kutumia masikio yao na macho yao vizuri, wakarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakakuwa ni Waislamu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na baada ya kuondoka mtume wa Mwenyezi Mungu, amu wasunnu minhu kathiru minhum, wengi wao walirudi katika yale maisha ambayo kwamba walikuwa wako nayo. Wallahu basiru bima ta'malun, na Mwenyezi Mungu anaona yale ambayo mnayafanya. Leo ukiangalia Uislamu na unaona kwamba ama sisi katika itikadi yetu tunaamini kwamba sisi tuko katika njia ambayo kwamba ni haki. Lakini hebu angalia hisabu inapotolewa. Hawa ambao kwamba wanasema katika njia ya haki ni watu wangapi? Na wale ambao kwamba sisi tunaona wao katika njia ya batil ni watu wangapi? Hesabu wewe mwenyewe uko nayo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanzo tulikuwa katika hali ya upofu na kutosikia. Pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumtuma mtume wake tukazinduka kiasi fulani. Tatu, baada ya kuondoka mtume wake tukarudi katika hali ya kutosikia wala kutoona. Na hii kikundi ikawa ndio wengi, watu wamegoma ni wengi. Na Mwenyezi Mungu anasema kathiru minhum, yani ikawa ndio wale ambao kwamba idadi yao inaonekana kama ndio iko juu, wale ambao kwamba walikosa kumtii mtume, yale ambao kwamba alikuja nayo ama yale ambao kwamba aliwacha, wakarudi nyuma katika misimamo yao. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Allahu basiru bima ya'malun, Mwenyezi Mungu anajua yale ambao kwamba wanayafanya. Anaendelea kusema Imamu Ali alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, watashrabuna al-kadira, watashrabuna al-kadira. Huku maisha ya Waarabu na jamii zingine walikuwa wanakunywa vitu vichafu, damu wanakunywa, pombe wanakunywa, na vitu ambavyo kwamba havistahili mwanadamu kuwa ni mwenye kunywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wao walikuwa wanavitumia. Pombe kwao ilikuwa ni kawaida, damu ya wanyama ilikuwa ni kawaida. Kama vile kuna baadhi ya jamii hadi wa leo hii wanakunywa damu hiyo, nyama wanakunywa damu, wanachanganya na maziwa na kadhalika, najis. Kama vile kuna wengine vile pombe kwao imekuwa ni halali kwao. Maisha haya Imamu Ali anasema Waarabu walikuwa nayo. Wataakuluna jashiba, na walikuwa wanakula vyakula ambavyo kwamba ni vikono. Vyakula vya Waarabu, unaambiwa kwamba kuna baadhi ya vyakula vya Waarabu, hususan kuna mikate ambayo kwamba Waarabu wanakula, ile mikate migumu wanaita nani.
Kwa Waarabu afadhali umnyime chakula kingine, lakini usimnyime hiki chakula. Na kama vile katika baadhi ya jamii zetu, kuna baadhi ya jamii ambazo kwamba kuna vyakula ambavyo kwamba wamevienzi, afadhali mnyime kile, lakini hicho chakula cha jamii hiyo ambayo kwamba wameienzi usiruhusu kumnyima. Kwa hivyo kwa Waarabu ni hivyo hivyo, walikuwa wanapenda mikate ambayo kwamba imekauka. Ndio nakumbuka hata katika Maarakatul Khandaq, Bibi Fatima Zahra alayha salam, Allahumma salli ala Muhammad, wakati vita vilivyokuwa vinaendelea, vita vya Khandaq, Fatima mtume wakati huo alikuwa amehisi njaa, njaa vizuri. Fatima akawa amepika mkate kama huu ambao kwamba ni mkate mkavu, akampelekea mtume katika jua kiu, lakini mikate hii mikavu watu wanaipenda sana wale Waarabu. Kwa hivyo wanasema watayakuluna jashba, na Waarabu walikuwa wanapenda kula mikate ambayo kwamba ni mikavu, ama vyakula ambavyo kwamba ni mikavu. Anasema watusfikuna dimaakum, na mnakuwa mnamwaga damu yenye Waarabu. Waarabu kumwaga kwao damu si jambo kubwa kwake, yaani kuwa mtu kwake sio jambo kubwa yeye kwake kufanya hivyo. Kwake sio kitu ambacho kwamba wewe wakati unapofikiria yeye alishatekeleza kitabu. Ilikuwa kwao kuuana ni jambo la kawaida. Mfano mzuri ni ule nasema kwamba, hebu angalia mfano wasichana ambao kwamba wanaenda kufanya kazi katika maeneo yale. Kila msichana anapoenda kufanya kazi kule, unakuta asilimia kubwa wanarudi wakiwa marehemu. Wanarudi na kwao inakuwa sio jambo kubwa, kwao sio jambo la kuweza kuzingatiwa ati ameua mtu, mfano mjakazi yule amemuua, kwao sio jambo kubwa hilo. Ni tabia ambayo kwamba Imamu Ali anasema ilikuwepo kabla ya kuja Uislamu. Sasa wale ambao kwamba wamekosa kutumia macho yao vizuri na masikio yao vizuri, wanaendeleza uhalifu kama huu. Hata nchi ikijaribu kuzungumza, inakuwa nini kupigeni kelele kisha mtanyamaza? Nani anaambia mkuja kwetu? Na wengi wasichana wameuliwa kwa mikono ya Waarabu. Anasema wataktauna arhamakum, na pia walikuwa katika hali ya kukata ukoo, kukata familia. Mtu yeye na mtoto wake wanakatana, yani anamwambia wewe si baba yangu, na mtoto anasema wewe si baba, na baba anasema wewe sio mtoto wangu. Kila mmoja anashika njia yake. Mke na mume hivyo hivyo. Mume anaweza kaa tu hivi amwambie mke wake, anti alayya kadhahru ummi, wewe kwangu mimi ni kama mgongo wa mama yangu. Hana sikuisha talaka hiyo tayari. Hiyo ilikuwa talaka yao zama za jahiliya. Wewe kwangu mimi ni kama mgongo wa mama yangu. Ukishamwambia mke wako namna hiyo, basi inakuwa ni talaka moja kwa moja, inakuwa ni hiyo infisal, wanakuwa ni wenye kuachana. Na kama atataka kumrudia huyo mke, lazima atatakikana atoe kafara. Wali anasema kwamba wal aslamu fikum mansubatun wal afamu bikum ma'subatun, na masalamu kwenu ndio mlikuwa mmeyanasibisha kwenu, mmejinasibisha kwa yale masalamu, mnaelekea yale masalamu, mchana kutwa mnaenda kushinda kwa yale masalamu, wakiburudika kwa kuyangalia masalamu Uza, Habulat, Malat na masalamu mengine. Mtu alikuwa anaenda anaketi katika ile sehemu kwa sababu ya kuburudika kwa kuangalia yale masanamu, akijua ile sanamu mathalan la kuleta chakula, sanamu hili la kuleta mvua, sanamu lile si la kuleta nini, kisha anaenda kuketi kwa kuangalia miungu yao wale masanamu.
alizochukua mchana mzima ameketi pale kwenda kuangalia ile masanamu. Hivi niko naishi. Huku wengine wakiandaa vyakula wakipelekea yale masanamu. Naambiwa walikuwa sio wachoyo kwa yale masanamu yao, wakiandaa chakula vizuri. Nakumbuka kile kisa, nafikiri tumeshawaza mmoja siku moja, Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari, wazazi wake walikuwa ni miongoni mwa wanaenzi yale masanamu. Siku moja akataka kujua hiki chakula ambacho kwamba tunakipeleka inakuwaje? Wala tunarudi kuchukua vyombo lakini chakula hakipo. Siku moja katika hali ya kuvizia na kuangalia katika upande wa nyumba, alikuwa na mtoto mdogo, akaangalia chakula kimepelekwa ndio. Mara akamwona mbwa ameingia pale ndani. Yule mbwa akaenda kwenye kile chakula, akakila kile chakula akamaliza, kisha akainua mguu mmoja yule mbwa akamnajisi moja katika ile masanamu. Kijana mdogo akajiuliza, hivi inamaanisha miaka yote ambayo kwamba tumekuwa tukileta hiki chakula hivi ndio hali inavyokuwa? Kwa sababu sisi huwa tunakuja kuchukua vyombo wala hatupati kile chakula. Basi ikiwa huyu ambaye kwamba tunasema ndiye ambaye kwamba anapolinda, sio alikuwa ni kusema alikuwa ni nati, sijui anajua hakutoa sijui. Lakini ikiwa huyu ndio yule ambaye kwamba tunamtarajia kwamba anaweza kutuhifadhi, anatiwa na jinsi namna hii, lazima kuna Mungu ambaye kwamba ni wa haki. Na kuanzia hapo Abu Dharr al-Ghifari akiwa mtoto mdogo akaanza kutafuta Mungu ambaye kwamba ni wa haki, akaanza kutafuta dini ambayo kwamba ni haki, kwa sababu aliona hapa wazazi wetu wametupoteza na kutupotesha. Kwa hivyo ilikuwa wao wanaenda kuketi kule kwa kuangalia ile masanamu. Anasema Imam Ali, wal asnamu fikum mansubatun, na yale masanamu mmejinasibisha nayo, wal adhimu mansubatun, na mambo ya aibu, mambo machafu ndio ambayo wanapoketi walikuwa wanajadiliana. Halikuwa na jambo la kheri katika kinywa chao ambacho kwamba linatoka. Badala yake ilikuwa ni vipi tunaenda kuua, ni vipi tunaenda kuiba, ni vipi tunaenda kuangamiza. Haya ndio mambo ambayo kwamba yalikuwa yanajiri. Kwa hiyo hivyo ndivyo hali ilivyokuwa. Na wanahistoria wa Kiislamu na wasiokuwa wa Kiislamu wametia taaliq, wametia nyongeza ama kuelezea hali hii namna ilivyokuwa. Wanasema historia katika mwisho wa karne ya 6 na mwanzo wa karne ya 7 kabla ama karibu na kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanasema watu wa Arabu waliishi na mfumo ya kutokuwa na serikali. Hawakuwa na mfumo wa kisiasa, hawakuwa na sera ya kuwaongoza, ambao kwamba hawakuwa na utaratibu ama hawakuwa na katiba ambayo kwamba ingeweza kuwapatia mwelekeo wa maisha na nafsi zao. Walitegemea wakuu wa ukoo, wakuu wa ukabila, machifu ambao kwamba walinasibishwa. Kwa hivyo hao machifu na wakuu wa ukoo wa makabila ndio ambao kwamba walikuwa na jukumu la kulinda kabila lake, ndio ambao kwamba walikuwa na jukumu la kuhifadhi wale ambao kwamba wako chini yao. Lakini sheria madhubuti ambayo kwamba ni ya kupeana haki kwa kila mmoja walikuwa hawana.
hiyo hakukuwa na serikali wakati wowote, na hali hii ilienda kizazi baada ya kizazi, ilichukua muda mrefu hali kama hii. Kwa hivyo kulikuwa na vita kila mara, kulikuwa na fujo kila mara, bali kulikuwa na ukosekanaji wa amani. Kwa hiyo naambia kwamba kila mmoja alikuwa anachukua hatua mikononi mwake. Yaani wewe uko na haki ya kuchukua hatua mikononi mwako, kisha ile kabila lako ama mkuu wa kabila lako anaweza kuja kukutetea. Hata kama mtu ni mwovu, hata kama umefanya uovu, utakuja kutetewa na yule mkuu ambaye ni wa kabila lako. Kunakuwa na moyo wa ansabia, moyo wa familia ama moyo wa kiukoo. Huyu ni mtu wa ukoo wetu, huyu ni mtu wa familia yetu, huyu ni mtu wetu, huyu ni mtu wa nyumbani kwetu. Hii ilikuwa ikifanyika katika zama hizo. Anasema mwanahistoria mmoja kutoka Australia anaitwa Gustav, ambaye alizaliwa mwaka 1909 na kuiwacha dunia mwaka 1972. Anasema mwanahistoria ambaye kwamba amepata shahada yake ya PhD kwa mambo ya historia. Anasema katika karne ya kabla ya kuja Uislamu, makabila yalitawaliwa na nguvu zao zote katika vita vya kuviziana wote dhidi ya wote. Yaani makabila waliekeza katika nguvu ya kuviziana. Makabila yalitawaliwa na vita vya kuviziana. Kabila hili ama jamii hii inaenda na vizia hili, inawaua wao, pia nao wanajipanga, wanaenda wanavizia wale, wanawaua. Kwa hivi ndio hali ilipokuwa, hali ya kisasi juu ya kisasi. Wanakuja na kupiga kisasi, wale kesho wanakuja na kupiga kisasi. Hivyo ndio maisha namna yalivyokuwa. Na yule ambaye kwamba hana uwezo, yule ambaye kwamba ni dhaifu, basi unakuwa ni mwenye kunyang'anywa kila ambacho kwamba uko nacho. Jaafar bin Abi Talib, huyu ni mjumbe wa Mtume aliyemtuma katika Ethiopia, anasema kwamba anasifia hali, akimwambia yule mfalme, akimwambia ya mali kana yaakulu qawiyyun minna dhaifu kunna ala dhalika hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasba. Tulikuwa kwamba yule ambaye kwamba kuna nguvu akikupata wewe ambaye kwamba hauna nguvu, anachukua kile ambacho kwamba uko nacho, anakunyang'anya kile ambacho kwamba uko nacho. Tulikuwa kwenye hali hiyo, hadi Mtume akakuwa ni mwenye kutujia Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naarifu nasbahu, tunajua familia yake, tunajua yeye ni nani huyo Mtume ambaye alikuja kututoa katika hali kama ile. Huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ni Muhammad mtoto wa Abdullahi, babu yake kwa ni Abdul Muttalib, mama yake ni Amina binti Wahab bin Abdul Manaf. Kwa hiyo tunajua familia yake, tunamjua vizuri, tunamjua alilelewa wapi, tunajua alimlea ni nani. Mjomba Halima ndiye aliyemlea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjaze matazo mema. Sallallahu Muhammadin wa ali Muhammadin. Kwa hivyo hiyo ndio hali anasema tulikuwa nayo. Kisha mwanahistoria mwingine anajiita Habat, huyu ni mwanahistoria kutoka Marekani, ametia taalimu ya yeye. Huyu ni mzaliwa mwaka 1905 na kuiacha dunia mwaka 1980.
ametia taalik katika hali namna ilivyokuwa kabla ya Uislamu. Anasema katika Arabia ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hakukuwa na dola, yani serikali, kulikuwa tu na makabila huru yaliyotangaa ndani ya mji. Huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aliunda dola yake mwenyewe na aliipa sheria tukufu iliyoandikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile taalik ya huyu hapa anayazungumza kuhusu hali ilivyokuwa. Kwa hivyo hakukuwa na serikali, hali ilikuwa kila mmoja anajitegemea, lakini baada ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuja, ndipo akaunda sheria ambazo kwamba sheria hizo zitoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume Mwenyezi Mungu hatamki kwa matamanio yake, isipokuwa ni wahyi kwa kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anamwekea. Kwa hivyo hivi ndio hali ilivyokuwa kabla ya Uislamu. Sasa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, swali ambalo kwamba tunaweza kujiuliza, yeye ni Mwarabu, aliishi katika jamii hii, ni vipi aliweza kufaulu kutoka katika hali hii akajikuwa ni msafi, akakuwa mtoharifu, hadi leo hii Uislamu kakuwa umetufikia? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kusikia yale ambayo na kuyafahamu inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Ibadallahi usikum thania bitakullah. Kwa Mwenyezi Mungu na usia mara ya pili ala kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swali ambalo kama tunauliza, Mtume Muhammad yeye ni Mwarabu, ni vipi aliweza kufaulu na kutoka katika jamii hii akiwa katika hali ya usafi wa moyo na hali ya usafi wa kinafsi? Ni swali ambalo kwamba kila mmoja pengine, ikiwa basi jamii nzima watu walikuwa wanaishi namna tulivyosema, yeye aliwezaje kufaulu na kufika katika hali ambayo kwamba ni ambayo kama tunazungumzia? Anasema kwamba Imam Ali sallallahu wasallam alayhi anasema qad addahu Allah wa addabahu bi afdal al-adab wa tahharahu min adh-dhunub wal ma'asi min tufulatihi. Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwandaa, addahu Allah, Mwenyezi Mungu alimwandaa kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijua huyu anakuja kwa mtume wangu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimfanyia maandalizi, wa addabahu bi afdalil adabi, na akamtia adabu, akamwelekeza katika njia ambayo kwamba ni nzuri zaidi, wa tahharahu min adh-dhunubi, na akamtahirisha kutokana na madhambi. Na unakuta imani yetu sisi tunasema kwamba mtume Mwenyezi Mungu ni maasum, kama vile walivyo Ahlul Bait alayhim salam maasum. Na dhunubu wal maasi, kutokana na madhambi na maasi, na tufulati, kuanzia alipokuwa mdogo. Anasema hiyo ni Imam Ali anasema Waarabu wenyewe
wanadhibitisha, wanatia taalik kwa vipi mtume aliweza kufaulu kutoka katika hiyo njia ambayo kwamba wao walikuwa kwa ndani. Wanasema wal arabu qabla al-islam kanat tusammihi sadiqul amin, Waarabu kabla ya kuja Uislamu walikuwa wakimwita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad sadiqul amin, alikuwa ni mkweli, alikuwa ni mwaminifu, mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Waarabu wenyewe pia wao wanaona kwamba ni kweli huyu hayuko kama sisi, kwa sababu wao tumesema ilikuwa ni uongo umejaa kwenye ulimi wao, wakifanya mambo ndio kwamba si sawa, wakikosa kufikisha zile amana. Lakini mtume huyu wa Mwenyezi Mungu yeye amekuwa ni ukweli na alikuwa akifikisha amana, na hata wakamjaribu kwa namna mbalimbali kwa kumpatia amana zao ili waweze kuzihifadhi, na wakirudi wanakuta ziko salama. Kwa hivyo kabla ya kusema sadiqul amin, walikuwa wamemjaribu. Mwisho wakaona huyu kweli ni ukweli mwaminifu, mtume wa Mwenyezi Mungu. Anasema Imamu Ali anazidi kusema walaqad karana Allahu bihi ladunna an kana fatiman a'dham malku min malaika yasluku bihi tariqan makarim wa mahasin akhlaqil alam, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwekea malaika ambayo kwamba alikuwa akimlinda mtume wa Mwenyezi Mungu. Ninyi mkiona mtume anatembea, kuna malaika ambayo kwamba alikuwa anamlinda tangu akiwa mdogo. Huyu malaika alikuwa akimwelekeza na kumuongoza katika njia ambayo kwamba ni sahihi, katika njia ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka awe mwenye kupita huyo mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu asingeweza kumwacha na huku anamwandaa awe ndio kiongozi wa umma kama huu, bali awe ni rahmatun lil alamin Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kwa hiyo mtume alifaulu kutoka katika hali hiyo ambayo kwamba ilikuwa ni hali mbaya, kwa sababu tu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amemwandaa na akawa ni mwenye kumtekeleza yale ambayo anatakikana, huku akimpatia sheria ambazo kwamba hizi sheria namna anavyosema Imam Ridha sallallahu wasallam alayhi, anasema Imam Ridha inna wajadna kullu ma ahalla Allahu tabaraka wa ta'ala fa fihi salahu lilibadi. Anasema Imam Ridha, tumepata kila ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhalalishia, kuna maslahi kwa waja wangu. Wanadamu wana maslahi juu ya hilo, yani kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuambia hiki ni sahihi kwako wewe kukifanya, ukifuatilia. Ni vile Mwenyezi Mungu wakati mwingine huwa anatuambia kusina kuweka ni kwa nini ikuwe hivyo. Sisi madamu tunatakiwa kumfuata hivyo. Anasema Imam Ridha alayhi salam kwamba jambo hilo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuambia nifanye, kuna maslahi kwako wewe. Anasema wa baqahum lahum ilayhi haja, na jambo hilo kuendelea kubakia ni kwamba huyu mwanadamu analihitajia jambo hilo. Kwa sababu gani? Nini maslahi jambo hili kwa huyu mwanadamu? Inaweza kuwa maslahi katika nafsi yako, katika moyo wako, kama vile mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, kuna kauli ya Mtume anasema sumu taswihu, fungeni ili muweze kupata nini? Siha, muweze kupata afya. Sasa umeamrishwa kufunga, lakini kuna hekima ndani yake, kuna afya na kuna mengine ambayo kwamba yako ndani. Swala hizi ambazo kama tunaziswali, kuna afya ndani yake Mwenyezi Mungu, kuna vile anatujenga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Udhu ambao kwamba tunatawadha, kuna hekima ndani yake, ni vile sisi wenyewe
hatuwezi kujua zile hikma, lakini kuna hikma ya Mwenyezi Mungu. Na ndio unakuta unaambiwa kwamba hata kama mtu ana mafuta mengi kwenye mwili wake, ama kwa wale wakina mama ambao kwamba wanapaka kucha zao rangi, unaambiwa ukitaka kutawadha ni sharti uweze kutoa ile rangi kwanza, ndio kusudi yale maji yaweze kuingia katika kucha yako. Ikiwa kuna ile rangi, inamaanisha yale maji haitaingia katika kucha zako. Ndio nilikuwa nauliza, sasa itakuwaje wale ambao kwamba leo hii kuna udhu ambao kwamba wengine wanapaka juu ya viatu, wakati amekuwa maji nitakana iguse katika ngozi yako, lakini kuna wale leo hii ni nini, mkone tembeni ukuja kuona udhu ajabu. Wakati Mwenyezi Mungu anakuambia huu udhu una maslahi kwako, kuna jambo ambalo kwamba lina muhimu sana ndani ya nafsi yako, kisha mtu anakuambia udhu ni udhu tu. Mtu anaona ametawadha, amejimwagia maji kama yanaoga, kisha anachukua yale maji anapaka juu ya kiatu chake. Juu ya kiatu, sio wala hata socks. Sasa anasema Imamu Ridha alayhi salam, kila ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepitisha akatuambia hiki kinajuzu kwenu, kina maslahi kwenu, na kubakia kwa kitu kama hicho ni haja ya mwanadamu kuendelea kuwa na kitu kama hicho. Na akasema wawajadna ma harrama min al-muharramat, na tukapata kila ambacho kwamba amekiharamisha, min al-ashya. wawajadna muharrama min al-ashya'i la hajata bil ibadi ilayhi wawajadnahu mufsida. Na tumepata kwamba Imamu anatuambia kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha, anasema ni jambo ama ni kitu ambacho kwamba huyu mwanadamu ana haja nacho, na zaidi ya hilo, kwa hicho kitu kuna mafsada ndani yake, kuna ubaya ndani yake. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuambia kitu fulani usifanye, wewe unaanza kuuliza ni kwa nini, kuna ubaya ndani ya kitu kama kile. Kwa hivyo inakuwa nini? Kila ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tukifanye, na kila ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tukiwache, hata bila ya kuulizia ni kwa nini. Wewe jua kuna maslahi ndani yake ukikifanya, na kile ambacho kwamba umekatazwa kuna ubaya ndani yake ikiwa utakuwa ni mwenye kukitekeleza. Kwa hivyo ikhwatul kiram, nisema maneno ambayo nilikuwa nayo ni mengi, lakini tutamaliza inshallah jioni. Tulikuwa tunazungumzia kwamba hali iliyokuwa kabla ya Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa yuqalu min qablu la fi dhalalin mubin. Kabla ya Uislamu hali ilikuwa ni ngumu sana, hali ilikuwa ni mbaya sana, ambapo kwamba watu walikuwa wanaishi ndani yake. Na inshallah nafikiri tutakuja kuangalia sasa ima pengine jioni hiyo Uislamu ulipokuja, kwanza ile faida ama ule Uislamu wenyewe umebeba nini, umebeba ujumbe ambao kwamba ni gani. Kisha tukishajua hilo, tutajua baadaye kama tutapata sifa za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.